Sema watu wanaamini katika uelewa wako na namna ambavyo unaifahamu geopolitics. Linapokuja swala la Tanzania, hatusikii sana ukizungumza hasa namna mambo yanayoendelea hapa Tanzania kuhusu kama swala la politics maana siasa. Kwa nini umekuwa sio mtu wa kuzungumzia vitu vya ndani kwa taifa lako? Kwa sababu mimi nina mtazamo tofauti na asilimia kubwa ya wenzangu, na nina mifumo tofauti ya kudeal na baadhi ya vitu tofauti na wenzangu. Nikutolee, na hichi ni kitu ambacho huwa sikiongelei. Umeuliza, nitakiongea leo mara moja na sitakuja kukiongea tena. Ambaye atakuwa na uwezo wa kukifahamu atakifahamu, kwa sababu kila mtu ana mifumo yake ya kudeal na hivi vitu. Analysis yangu ya kinachoendelea, kuna makundi kama 5 katika medani ya uongozi na perimeters za uongozi. Ya kwanza, kuna ambao wako madarakani, sawa, kwa ngazi tofauti tofauti. Wapo ambao wako madarakani wanataka kuendelea kubaki madarakani. Wapo ambao ni wazalendo, wanafuata haki na wanasimamia, wanatekeleza majukumu yao kwa njia ambayo nadhani hata Mungu anapenda. Ila wapo ambao ni mafisadi, ni nitumie walafi wa madaraka, wanataka waendelee kubaki kwenye madaraka ili waendelee kulinda maslahi yao na kulinda vyeo vyao, na wanataka haswa madaraka ili waendelee kulinda maslahi yao. Hiyo kundi la kwanza. Kuna kundi la pili, ndio maana nasema mimi nakwambia naangalia vitu kwa tofauti. Kuna watu ambao wako ndani ya uongozi, lakini hawapewi nafasi ambayo wanaamini wanapewa, na wale ambao wako kwenye madaraka alafu wanakula keki peke yao. Kwa hiyo hawa wako ndani, wanaona kwamba wale wanakula keki peke yao na wanaiona keki ile pale, ila hawakaribishi kwenye ile meza ya kula ile keki. Kwa hiyo wana mind, wanataka ile keki, ila kwa vile wako ndani wanashindwa kufurukuta kwa sababu wako ndani, huenda wakafukuzwa. Kwa hiyo matokeo yake wanashirikiana na walio nje kuwapa baadhi ya siri zilizoko ndani zinazofanywa na walaji. Mlaji ni mtu fulani, nyuma yake kuna mtu fulani, mraji ni kitu fulani. Hao wa pili, kundi la pili. Alafu kuna kundi la tatu ambalo wako nje ya ili duara la uongozi. Wako nje, either walifukuzwa, walikuwa ndani, wametolewa humo ndani. Kwa hiyo wana mind, wanataka wakale kama wanavyokula hawa walioko ndani, ila wametolewa. Hawa ni sawasawa na kundi la pili ambao pia nao kwa vile wanajua mifumo na kila kitu, wanatoa ili kupambana na wale wanaokula peke yao. Alafu kuna kundi la 4 ambalo ni baadhi ya watu, either binafsi au familia au baadhi ya biashara, ambao hawako kwenye mfumo, ila walifanyiwa kitu kibaya na walioko madarakani, either na mtu ambaye ana madaraka, either na kiongozi, au either na watu ambao wana nguvu pale kwenye mfumo, wakafanyiwa kitu ambacho sio haki, sio kikawanyong'onyesha, kikawatia hasira. Wamededicate maisha yao kuhakikisha wanapambana na hao watu ambao wako kwenye madaraka. Umeelewa? Kwa hiyo hao watu maisha yao yote wao ni kupambana na wale ambao wako pale. Yaani hawa ni watu ambao wana revenge, vendetta, visasi. Harakati zao zote zinazofanywa ni za visasi. Umeelewa? Hiyo kundi la 4. Alafu kuna kundi la 5 ambalo ni baadhi ya mashirika, either ya kidini au ya kibiashara, ambayo yalikuwa either yana influence
maslahi yao yametingishwa, walitaka baadhi ya maslahi yao yatekelezwe, hayajatekelezwa, na ambao wako kwenye mifumo, kwa hiyo wamemind. Umeona? Kwa hiyo wamemind. Kwa hiyo wanatumia resources zao kupambana na wale wako kule ndani. Sawa? Alafu kama nilivyosema, kuna lile kundi ambalo nimelitaja wako nje, lakini nao wanataka waingie wale lile keki. Sasa ukiacha wale niliokuambia wa mwanzo kabisa kwamba wapo watu ambao ni wazalendo, wanaipenda nchi yao, wanataka kupambana, wanatekeleza wajibu wao, hao ni wachache sana, yani naweza nikasema wafiki hata 10%. Sasa unaona makundi yote matano niliyokutajia, yote yana silaha hii ambayo ndio yote wanapigania. Sawa? Nayo ni aina fulani ya raia. Sawa? Kuna raia ambao wapo wanaona kuna madudu yanafanyika, wanapambana nayo kwa njia moja au nyingine. Sawa? Alafu kuna raia ambao mentality yao, ambao ndo asilimia kubwa niliyokuambia wamekuwa program dawa Gen Z, sio wote ila asilimia kubwa, wana victim mentality. Wao wanaamini kwamba wanastahili kufanyiwa, wao wanaamini kwamba chochote wanachokikosa au chochote ambacho sio kizuri kwao sio kosa lao, ni kosa la mtu. Wanatafutiaga mtu yoyote wa kumwangushia jumba bovu. Umeona? Hawa watu ni watu hatari sana, kwa sababu ni rahisi sana kuwasway. Hawa ni watu ambao kuna baadhi ya usemi unasema hivi, misery loves company, kwamba hawa watu wanataka ili kujustify kile wanachokiamini, nikutolee mfano. Tuko watu watatu, tumekuwa pamoja, maskani moja, tumeenda shule moja nini, tumemaliza, tulikuwa labda tunakaa mtaa mmoja. Mmoja kati yetu kapambana, katoka either kaenda kujiongeza kielimu, kaenda kasoma, kapata cheo sehemu fulani, au kapambana kibiashara. Ye badala ya kukaa maskani akawa anatoka either kaanza biashara ya kuuza chipsi au kusafisha au akaajiriwa sehemu. Asubuhi anaenda pale kwenye duka la mangi anauza, akirudi kapewa buku 2 buku 3, anapita maskani, vipi mko fresh? Wewe siku hizi umetutenga sudi. Imeenda kajifunza, katoboa, kawa na duka lake la jumla, kawa na nini. Sawa? Hawa ambao walikuwa wamekaa tu hapa, hawajajituma, muda ambao rafiki yao anapambana, wao wamekaa tu hapa, huyu akitoboa, siku hizi umechange mwanangu, na time tena na sisi yani, unaona umeshatoboa maisha yani. Umeona? Kwa hiyo kwanza wanamtupia lawama, alafu cha pili wanajilaumu, wanaanza yule kasaidiwa, yule atakuwa kaiba kwa ile bosi wake wa zamani, yule atakuwa kuna ndugu yake fulani tunasikiaga sio yuko wapi huko, ndo atakuwa kamtumia. Yani hawataki kukubali kwamba mwamba kapambana kupata alichokipata. Wanataka ili wao wasijisikie vibaya kwamba wakati mwenzetu anapambana sisi hatujapambana, kosa ni la kwetu. Hawataki kuchukua. Kwa hiyo wanatupia lawama kwa mtu mwingine, wanajitahidi kudiscredit mtu mwingine. Na hawa wakikutana na mwingine watatu, wote tunaungana, yule mwanangu yule kasaidiwa tu. Umeelewa? Kwa hiyo kuna watu wa aina hii ambao mentality yao, wewe ngoja nikuulize. Sasa hivi ni awamu kama ya 6. Sawa? Awamu ya kwanza ya Nyerere, kuna watu walikuwepo wakapambana na maisha yakaenda, pamoja na mfumo uliokuwepo, pamoja na mapungufu yaliyokuwepo. Awamu ya Mwinyi ndo ambao kipindi ambacho Tanzania ilifunguka kiuchumi. Sawa? Kuna watu walipambana wakatajirika, mpaka sasa hivi wameendelea kuwa matajiri. Kuna watu ambao ndo kipindi hicho mambo yalifunguka kwao, na kuna wengine wako vile vile, awamu imekuja na kuondoka, wako vile vile. Awamu ya Mkapa same thing, kuna ambao walitoboa pamoja na mfumo uliokuwepo, pamoja na mapungufu yaliyokuwepo. Awamu ya Mkapa ya Kikwete same thing, kuna ambao walipambana wakatoboa pamoja na mapungufu yaliyokuwepo, pamoja na madudu yaliyokuwepo, lakini walitoboa, walipambana wakatoboa. Na siseme kwamba kulikuwa kuna madudu. Alafu kukaja
na awamu iliyofuatia ya tano ya Magufuli na awamu ya sasa hivi. Sawa? Kuna watu ambao takriban hizo awamu zote zimewapita, zimekuja na kuondoka, kuja na kuondoka, kuja kuondoka. Kazi yao ni kukaa kulalamika kwamba awamu waliopo wana mapungufu, kuna nini, serikali bla bla bla. Sawa? Tunasubiri awamu nyingine inayokuja itakuwa bora. Walisema hivyo wakati Komunyo, wakasema atakayekuja atakuwa bora. Kaja aliyekuja wakasema huyu naye anazengua, atakayekuja atakuwa bora. Umeona? Kwa hiyo hawa raia wa aina hii ni wabaya sana. Ni watu ambao ni rahisi sana kuwasway kwa sababu wanatafuta mtu tu kumwangushia lawama. Ukishamuonesha yule sma ndo afai, basi la jumba bovu lote wanamwangushia sma. Kwa hiyo unaona haya makundi yote matatu, silaha yao kubwa ni huyu raia. Kwa hiyo wanapambana kumkamata akili ya huyu raia. Atakayefanikiwa kuwasway, kuwapeleka, unakumbuka nilikwambia mambo ya demokrasia kwamba wengi wapi. Kwa hiyo atakayekuwa na ulimi mkali kuweza kuwashawishi hawa ndo atakuwa ana nguvu. Umeona? Hawa watu wapo ambao wanaongea kwa kauli za kizalendo, za kuonesha mapungufu, kuwaumbua watu na kufichua na kila kitu. Lakini dhamira yao, kuna ambao ni kwa sababu wamenyimwa keki, wapo ambao wana kisasi binafsi kwa sababu walifanyiwa kitu fulani kule. Kuna ambao wanaitaka ile nafasi. Wewe sasa hivi unapiga kazi nini? Kuna yule jamaa ajui, kwanza ajui hata kushika mic yule. Sio nini? Anataka ukipigwa chini tu wewe, yeye ndo aje aichukue hii. Umeona? Anaweza kusema ile channel ambayo anaifanyia kazi haina issue yoyote. Ila akiambiwa tu kuna kazi, first ndo wa kwanza kuja kuichukua hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna watu wa aina hiyo. So hawa ndo watu ambao, ndo maana mimi naangalia kuna watu wengi wanapigania vita vya watu. Ndo maana mimi nimekaa naangalia, nasikitikia kwamba na naomba nieleweke kitu kimoja. Nimesema watu wanapigania watu, huenda wakasema wewe sma hajakukuta. Sio kweli. Nitakutolea mifano mitatu tu ili uelewe. Alafu nitakuonesha madudu mimi nishakutana nayo mengi sana. Nitakutolea mfano wa kwanza. Niliibiwa simu. Nikaenda hii issue ishakuwa solved. Lela natoa ili watu wajue kwamba jinsi nilivyokutana na madudu na jinsi nilivyodeal nayo. Niliibiwa simu. Nikaenda nikatoa ripoti kwenye kwa polisi. Nikapewa mpelelezi. Yule mpelelezi akawa anataka ili kuanza kutrace na nini na nini, lazima nitoboki. Nadhani unaelewa nikisema ni lazima nitoboki. Yes. Nikamwambia vipi wakati kuna utaratibu hapa? Nilivyomwambia tu hivyo akanibadilikia. Nikawa nikienda pale hata sangine aniangalia banda kesi yake bado sio nini. Mimi tofauti na wale ambao wanakaa wanaanza kulaumu na aidha kuangusha jumba bovu au kujustify mapungufu yao. Nikasikilizia, mimi niko very strategic. Kama miezi 8 ikapita. Kwa njia yangu binafsi nikatrace ile simu ikapatikana. Kuangalia mwenye kutumia ile simu ni yule mpelelezi. Sure. Yule mpelelezi aliipata. Nikamchukua mtu mwingine ambaye yuko kwenye kikosi, nikamuita nje ya ofisi. Nikamwambia sikiliza, mimi sina shida na wewe. Wewe mpaka umeipata hiyo simu, ina maana yule mwizi wangu unamfahamu. Mimi naomba uniletee yule mwizi wangu, sina shida na wewe. Akaambia bana nipe muda mara akaanza kuingia kushoto akajibu simu ana nani. Sikupaniki, sikupiga makelele, sikufanya chochote. Nikaenda kwa mkuu wa kituo, nikatoa taarifa. Ilikuwa ni Ijumaa nakumbuka. Akaniambia basi njoo Jumatatu. Nikaenda Jumatatu. Nadhani walishawasiliana, unajua mkuu wa kituo aliniambiaje? Kwa sababu simu yako, akaniambia simu yako iko store. Unachukua uchukui? Nikamwambia sichukui. Bro, mimi sinyenyekei, mimi ninamuogopa Mungu na aliumba mbingu na ardhi. Kwenye haki siogope mtu una cheo gani. Nikamwambia sichukui. Nikaendelea na mapambano yangu. Katika pitapita zangu nakumbuka ilikuwa ni European Union. Nikakutana na ACP. Ni cheo kikubwa sana katika vya polisi. Tukafanya kazi vizuri, wakapenda kazi yangu. Na alikuwa ni mama. Sio hata kumtaja jina kwa sababu kesi imeisha. Naitolea kwa sababu ya watu waelewe jinsi nilivyokutana na majanga na jinsi nilivyodeal nayo. Basi nikamwambia nyinyi unajua mnafanya kazi nzuri. Hapa ilikuwa ni issue ya ukeketaji na unyanyasaji wa kijinsia. Nilikuwa na watu wa madawati.
Nikaambia mnafanya, lakini unajua kuna wenzenu huku chini wanawaharibieni, imekuaje? Akasema hii sio sawa, chukua namba yangu. Kachukua namba. Huyo peke yake nimemfuatilia miezi 4, ndo akaja akaniambia nenda pale kamtafute staff officer. Staff officer ni kama HR upande wa jeshi. Nikaenda kwake nikampa maelezo, akaniambia kaandike barua. Nikaenda nikaandika barua. Unaona ninapofuata utaratibu, nikaleta, nikaeleza maandisho mpaka mkuu. Na kwa bahati mbaya nakumbuka nilikosea, kuna herufi moja ukikosea ya cheo cha mkuu wa kituo, nikakosea herufi moja ambayo ikamweka cheo cha mkuu wa wilaya. Umeona? Kwa hiyo ikaenda pale. Ilivyoenda pale na maelezo yote, akaniita mkuu, akaambia kwanza, mbona unanisingizia kesi? Nikamwambia hapana, hapo nimekosea, niko radhi kuandika hapo. Hakuichukulia personal. Nadhani he was a smart person. Akaitwa yule bwana ambaye ndo mpelelezi wangu. Alikuwa kashahama yuko kituo kingine. Hivyo unajua kwamba mpelelezi naye anayekiaga mpelelezi, mimi ndo nikajifunza. Kesi ikachukuliwa kwa staff officer, wakaekewa kikao, mpelelezi akaekewa mpelelezi apeleleze, kwa sababu wana code of conduct. Inatakiwa mpelelezi au mtu kwenye jeshi la polisi kuna code of conduct ambayo unatakiwa ufuate. Akaanza sasa yeye kesi yake inasikilizwa, anapelelezwa kama mhalifu. Ulimkamata, ilikuwaje? Kwa nini hukutoa ripoti? Umeichukua, je, unatakiwa utumie kidhibiti? Hapana. Kwa nini ukikiweka pale? Kwa hiyo ikaenda, nikafuatilia. Kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja pale, akaniita akaniambia, sikiliza, huyu mtu yuko upa zaidi ya miaka 17. Hii kesi imekaa vibaya kwake. Ukimkazia huyu atapoteza mafao na nini na kila kitu, hali yake itakuwa mbaya. Nikamwambia, sikiliza, mimi anyway sikuwa na nia ya kumharibia. Anirudishie tu simu yangu. Sawa, ile ilikuwa imeshavunjika kiosini. Nataka tu simu nyingine. Akanipa simu nyingine na akanirudisha gharama zangu nilizotumia mimi za kutrace kwa njia yangu nyingine, na tukaimaliza kesi. Fundisho gani ambalo nataka nikwambie? Kwanza, nimekutana na majanga, nimekutana na watu ambao wako kwenye mamlaka, wametumia mamlaka vibaya. Sikupayuka na kuingia kwenye mitandao na kupiga kelele na kufanya nini. Nimefuata procedure, ilinichukua zaidi ya 1.5 mwaka mpaka nakuja kufuata haki yangu, lakini nilifuata utaratibu. Kwa hiyo mimi nina mifumo ambayo sasa kuna watu ambao ikiwatokea kitu kama hichi wanataka wadili nayo kwa kupaniki na kufanya makorokoro mengi. Mfano mdogo nikutolee. Unaona tulivyokaa hapa studio sasa hivi tunaonekana wawili, lakini kuna watu 3 pale. Tunaweza either mke au hotelini tukaagiza wali nyama ukaja hapa. Tukianza kula tukagundua kwamba chumvi imepungua. Kuna mmoja kati yetu ataanza, huyu anapikaje, ajua hata kupika, sio chumvi haiko sawa, sio umepikaje, yani hata uonji utakuwa hujafunzwa huko nyumbani kwenu, mzazi wako atajua maneno mengi. Sawa, mmoja atajili nayo. Mwingine atasema chakula kibaya hichi hakifai, yani oya tukiacheni mwachieni chakula chake yale. Atataka wote mwache kula. Mwingine ataona hakiko sawa, hatataka kushawishi wengine nini, atanyanyuka yeye mwenyewe kimya kimya ataondoka. Mwingine ataambia dada, naomba chumvi. Kwamba si chumvi imepungua, naomba chumvi. Anaweka chumvi alafu anakula. Kuna mwingine ataenda hatua ya mbele zaidi. Atamuita, dada vipi fresh? Hivi chumvi imeisha au ipo? Huenda chumvi imemuishia, badala ya kwanza kumjaji. Imeisha shilingi ngapi? Basi shika hapa buku 2 nenda katune chumvi faster njoo. Umeona? Chakula kile kile, meza ile ile, watu 5 tofauti, kila mtu ana mfumo wa kudeal nayo. Umeelewa? Sasa kuna wale ambao anataka yeye akiacha kula na nyinyi wote au wote mu react. Kuna ambao kwa hiyo mimi sio kwamba sikutani na madudu, nakutana nayo, na deal nayo kwa kutumia akili na kwa kutumia njia zilizonyoka. Huo mfano wa kwanza nimekupa. Nakupa mfano wa pili. Kuna garage moja ilikuwa hapa Mbezi, inaitwa Tokyo Garage. Peleka garage yangu pale, gari yangu pale. Yule jamaa alikuwa ni tapeli, sijapata kuona. Ukienda hata leo hii Kawe polisi kuna mafaili yake. Ukienda Oysterbay polisi kuna mafaili yake. Nimeenda nikapambana, yani jamaa magumashi, alafu alinitia hasara. Kuna biashara tulifuata, nikafuata utaratibu wote. Ikaja kugundulika kuna mtu, na sio awamu hii, ni iliyopita, mtu ambaye yuko Ikulu ndo anamkingia kifua. Kwa hiyo yani kila ukienda pale unakutana na makesi. Ikienda kwenye hivi vituo
kuna mtu wa kule juu anamkingia kifua. Umeelewa? Kila ukienda, mimi bro siangalii ni mtu as long ni kwenye haki huwa inasimamiwa na Mwenyezi Mungu, ila nikafuata process. Nikaenda kwanza hapa kituoni, nikaona akieleweki. Nikaenda Oysterbay, aliyekuwa mkuu wa upelelezi, nikamuelewesha issue, akanirudisha huku. Nikarudi huko, hamna kilichoeleweka. Nikapambana kwa njia zingine. Kuna mdada mmoja ambaye alikuwa mpelelezi pale, very smart, alipambana na alivyofuatwa na yule bwana, akamwambia sikiliza, wewe uko kule unamkiingia kifua huyu ambaye anafanya madudu, na wewe nitakuandikia ripoti alafu nitatuma kwa wakubwa wako katika sehemu yako. Jamaa ikabidi anywe kidogo, umeona. Alafu tukapambana nayo, gari yangu ilitoka, bado namdai hela kadhaa, alinidhulumu vitu kadhaa, lakini at least gari ilitoka baada ya miezi 8. Hiyo ni miezi 8 napambana na hiyo process, sawa. Kwa hiyo sio kwamba sijakutana na madudu, nimekutana nayo, nimepambana. Kingine, na hii video iko mpaka kwenye Instagram channel, ukiingia nani parking, mimi na application, kila baada ya muda naangalia parking yangu, huwa haivuki 2000 3000 nalipa. Siku nikakuta 15000. 15000 nimepaki wapi? Nikasema okay, labda nilijisahau, nimepigwa faini. Nikalipa ndani ya siku 3 nakutana na 18000. Nikasema haiwezekani. Cheki sasa nilichokifanya. Nikaenda Mnazi Mmoja, nikatoa ripoti, wakaangalia, wakasema ni kweli tumeiona, lakini haujaandikiwa hapa, aliyekuandikia yuko Kijitonyama. Sawa. Sasa cha kufanya, nenda Magomeni kwenye ofisi ya wilayani pale, kuna watu ambao wanadili na mambo ya malipo na asimamia issue. Nenda pale. Nikaenda, nikakutana na mshikaji fulani very smart, nikamuelewesha, alikuwa yuko busy, alipomaliza akanicheki, akatoa mkeka mzima, akaanza kufuatilia moja baada ya mbili, akiangalia picha, akasema hii imechezeshwa. Hichi alichokifanya yule mhusika alikuwa ni mdada, alikuwa akishapiga picha ya kwanza alafu anapiga picha juu ya picha, umeona. Kwa hiyo akihitaji kufikia target yake, anatoa, anapiga picha. Yeye mwenyewe aliangalia, akajiridhisha, akasema wamefanya huko. Akampigia simu ile kampuni ambayo ilikuwa imepewa isimamie issue, akaniambia nenda. Nikatoka pale, nikaenda pale, nikatoa report, wakafuatilia, wakasema tupe siku 2 tutakupa jibu. Nikasubiri wiki moja kimya. Nikaenda tena pale, umeona mimi ninavyofuata utaratibu. Nikaenda pale, nikakuta mtu mwingine alinijibu kwa dharau sana, tumeshakulipia deni yako, hamna tena issue nyingine sepa. Nikamwambia issue sio, unafikiri mimi nashinda kulipa 15000? Nataka ambao wanafanya mchezo wawajibishwe, kwa sababu mimi nimepata kufuatilia ni watu wangapi ambao wamepigwa na parking huko kwa sababu ya mchezo. Nataka. Alinijibu jeuri, hakuna nini. Nikarudi, nikatoa report kwa jamaa wa Magomeni yule, sawa, wa mwanzo. Nikasubiri kama wiki, hamna kilichofanyika. Nikaandaa makala, nikayaeka Instagram. Nadhani alipata, yalitazama zaidi ya watu 100,000 na alikuwa. Alafu ukiingia kwenye comment, watu wametiririka, watu waliokutana na hayo madudu, umeona sasa. Kwa hiyo mimi sio mtu wa kupayuka kwamba sikutani na madudu, nakutana nayo, lakini na deal nayo mfumo kwa utaratibu. Hiyo ya pili, nilifuata utaratibu. Sasa kuna watu ambao wanataka ile siku ya kwanza tukutana nani, uende kwenye mitandao, uanze kupayuka, uanze kufanya ya mwisho lakini hiyo ni awamu iliyopita, ilikuwa enzi ya marehemu. Yule mtu alikuwa kipindi hicho ndio kulikuwa kuna haya madudu. Sawa. Wa mwisho ni karibuni. Mimi DJ napambana katika hali yangu, imefika kipindi nikapambana mwaka jana, nikachukua mambo ya EFD na vitu kama hivyo, nalipa. Imefika kipindi nimeenda kufanyiwa assessment. Alinifanyia assessment mama mmoja, kwanza alikuwa haiko friendly kabisa. Alafu kanipiga assessment makadirio, nikamwambia angalia kazi niliyoifanya. Makadirio ninayofanya ni almost tunagawana. Umeona? Almost, sio nusu kwa nusu, karibia 30% na around pale. Sio rafiki, mimi sina shida kulipa, lakini angalia kazi ninayoifanya. Umeona na nani? Hamna. Ndio hivyo, yani sio ni akawa haiko friendly. Akamwambia dada, ndio hii hapo nini printie. Nikakaa nikafikiria, ilikuwa bado kidogo ni funge kampuni.
Akaniambia yule dada mpole akaniambia saini hapa, nikafikiria nikasema hapana. Nikasema ngoje, nikampigia mtu mwingine yuko kwenye mamlaka. Kwa sababu kwenye kazi zangu nakutana, nikamuelewesha. Akasema alichofanya yeye sio sahihi kwa sababu anatakiwa aangalie kinachowapelekesha hawa ni target. Kwa hiyo utakuta yeye ana kiu ya hajali hata raia hali yako ikoje. Umeona? Maka alikuwa anasema amtoi TRA, amtoi receipt. Nikamwambia si ndo lengo la kuwa na EFD ni ili ukwepo usionekane nani. Sasa hivi mtu unayo alafu bado unasema hatutoi. Umeona? Na sasa hivi asilimia kubwa mimi na deal na corporates. Corporates hawataki maneno, yani ni EFD. Umeona? Kwa hiyo nikawasiliana naye akaniambia basi nenda kwa sehemu fulani, nikaenda nikakaa nao tukajadiliana, wakapitia, wakanipa assessment nzuri. Umeona? Lakini hukunisikia nimenyanyuka, nimepayuka. Kwa hiyo nikisema haya ninayosema kwamba kuna watu wanasema haya maneno ya kwa nje yanaonekana ni kama mema na kama kutaka flash out uchafu, lakini nia yao sio njema. Nia yao either wanataka madaraka, nia yao either ni personal vendetta, ni kisasi chao binafsi. Umeona? Wana vitu. Sasa raia hawa ambao ndo nimekwambia hawa ambao wa kuangushia watu jumba bovu watajikuta wanapigania vita ambavyo sio vya kwao. By the time wanakuja kurealize wanajuta, na ndio kinachowakuta. Na watu watajaribu unajua watu ni rahisi kusema kwamba labda natetea sehemu fulani. Nimekuwa muwazi sana. Walivyoulizwa baadhi ya raia, kwa nini nyinyi mmefanya maandamano dhidi ya Gaddafi na nini na vitu kama hivyo? Akasema mimi sijui, mimi nimeona watu wamenani na mimi nimepata vibe nimeenda. Umeona? Kwa hiyo kuna baadhi ya raia watajikuta wanapigania vita vya watu. Wale watu sio nia yao wanayoidhihirisha. Na haka ni kamchezo ambacho watu hawakajui. La mwisho. Wewe sasa unavyoamini mfumo uliopo uko sahihi, watu wakae kimya au waongee? Hawatakiwi kukaa kimya. Wanatakiwa kudeal nayo. Tunatofautiana katika jinsi ya kudeal na vitu. Unashauri watu wadili vipi hasa? Nitaongelea mimi siwezi nikamwambia mtu yeye deal nayo vipi. Wewe ni mwandishi na mimi nitasema ninavyodeal navyo mimi. Sawa. Juzi miezi kama nilikuwa niko Dodoma. Sasa naomba kwanza nianze kwa kumpa maua dada Domina. Nimekuwa na kusikiliza jinsi ulivyokuwa na flow, inaonyesha ni mbobezi, unajua unachokifanya and yani unaijua fani yako. Hongera sana. Najisikia faraja sana hivi. Na kwa naitwa DJ Sma, natokea SNS kwa niaba ya Afrodad. Cha kwanza kabisa ni kwamba hakuna kitu ambacho kinatuumiza kama NBA. Ni swala ambalo umeliongelea. Sielewi kwa nini mpaka sasa hivi hakuna sheria ambayo imepitishwa kupiga marufuku swala la NBA. Ndani ya ule muda ambao sisi tunamaliza Vision 2025. Kwa hiyo kuna multipolar ambayo inatupa sisi leverage. Afrika the moment tukianza kurealize kwamba uwezo, kwa sababu kuna kitu kinaitwa land disability ambayo ndo tatizo letu, tunaona kwamba hatuwezi. Kulikuwa kuna issue ya haki rasilimali, kulikuwa kuna kikao cha watu wa mipango mipango ya miaka 50 ile, kulikuwa kuna watu wa rasilimali, kulikuwa kuna watu wa uongozi na vitu tofauti. Ilikuwa ni sehemu watu wanakaa, wanajadiliana, wanatoa maoni. Nilienda pale siku 3 kwa niaba ya Afrodad pale. Hizo video mpaka leo ziko kwenye YouTube channel yangu. Nikauliza maswali, nikatoa maoni, nika-engage. Unajua sometimes kuna baadhi ya vitu unaweza ukavisolve kwa ku-engage. Sio kwa kukaa huko pembeni, unalalamika, unasema na nini lakini hau-engage. Kulikuwa kuna issue ya kufunga ya kutunga sheria za Sumatra, ilifanyika JNCC, nilienda. Natumia platform yangu kutoa baadhi ya maelezo, lakini mimi sio mtu kama unakumbuka nilisema kwamba yule akishaona chakula kina chumvi wote tukiacheni tunyanyuke tuanze kupiga kelele au anze kumtukana yule mpishi, madudu yapo. Ni kweli na nimeyataja kwamba nimekutana nayo. Tunatofautiana katika jinsi ya kudeal navyo. Yaani ninachosema kila mtu na akili yake. Kila mtu apambanie haki yake. Nacho washauri tu kitu kimoja. Wastumiki basi. Simwambie mtu achague chama gani, si aende amchague sijui nani, awe upande wewe na akili yako.
nimetoa tu tanabai, usitumike. Kuna watu ambao wamejivisha ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Unatumika wewe, akishafikia malengo yake, wewe huna tena thamani. Umeelewa? Hicho, yani naomba watu waelewe, sitetei upande wowote wala sikandamizi upande wowote. Nachoshauri, mtu fanya maamuzi yako kwa maslahi yako wewe. Na hiyo ndio sababu ya DJ Sma kutokuzungumzia mambo ya ndani ya kwa sababu naona kabisa, nauona mchezo. Wewe mara ngapi unaona kwamba mmoja alikuwa upande wa pili, aidha alikuwa kwenye chama tawala, katibu mkuu katoka huku, akaja kwa balozi, sio huyo specifically. Yani mifano iko mingi. Wengine sasa hivi wanagombea ubunge, wengine wanagombea sehemu fulani. Sio specific kwa huyo. Ila wengine walikuwa kwenye chama tawala, sasa hivi nasikia wamehamia kwenye upinzani. Sawa? Wengine walikuwa wabunge, wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa labda wakuu wa mikoa au sehemu tofauti tofauti. Na wapo ambao walikuwa kwenye upinzani wamehamia huku. Hao ambao walikuwa wanawasema hawa na kuwakosoa na kila kitu, wameenda upande ule wa pili. Na ambao walikuwa upande wa pili wamehamia huku. Can't you see? Hamuoni mchezo unavyochezwa? Watu wanapambania maslahi yao, alafu nyinyi mnatumika. Kama mnakumbuka, kuna mmoja alikuwa mpaka waziri mkuu. Sawa? Huku mambo ya kwenda kama alivyotaka, akahamia huku. Waliokuwa wanamsema na rekodi zipo na wakasema mambo yake yote, walimpokea na kumsafisha na kumpigia mpaka barabara vitenge na kumtanguliza. Na yani ninachoambia watu ndio hichi ninachosema. Usitumike. Yani watu wale, nilisema haya makundi yote, wenye revenge, wenye keki yao ambao wanataka kuendelea kula, ambao wamenyimwa keki na wanaitaka keki, sawa, ambao mashirika, taasisi za kidini pamoja na taasisi za kibiashara ambao pia madili baadhi yamenyang'anywa, yako sehemu zingine, sawa, hawana uzalendo, hawanijali mimi wala wewe, wanataka tutumie sisi kwa sababu ya maslahi yao, na mifano iko mbele ya watu macho, lakini hawaoni. Jesema tunazungumza mambo mengi sana. La mwisho naambiaje watu wako na kutazama sasa hivi, bahati nzuri pia nimekuja na studio mpya. Wategemei hapa sasa hivi kutoka kwa DJ Sma? Mimi naendelea as usual. Lengo langu mimi ya kwenye Fuse ni kufungua akili ya Waafrika. Mimi sijichukulia ni Mtanzania peke yake. Mimi najichukulia ni Mwafrika. Na ninatazamwa na, ukiingia kwenye comment section yangu, Waafrika wengi. Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, diaspora ambao wako nje ya nchi. Mimi ninachotaka ni Waafrika ambao wana mentality sahihi. Umeona? Tuweze kuangalia mambo yakoje, tuweze kujua. Kuna makala ambayo niliyatoaga kama miaka 2 na nimeyaposti tena, yako pale. Je, demokrasia ni mfumo sahihi wa uongozi? Uko pale. Na nimeeleza in details na kwa nani, ili watu wafaidike nayo. Wanapofanya maamuzi, wafanye maamuzi sahihi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naendelea na mapambano yangu ya kufungua watu akili kadri ya uwezo, na mimi naendelea kujifunza. Ninapokosea niko tayari kurekebishwa kwa hoja na facts. Sawa? Ndio hivyo napambana. Sasa hivi na studio, nadhani mlivyokuja mara ya kwanza, kama unaokaleka clip unaweza kidogo akaona. Vipi ndugu yangu? Uko poa? Mambo yanaenda Studio. Tunataka tuandae setup yetu. Yani, lakini naamini next time mkija tutakuwa tuko kwenye studio yetu. Tutafanya review. Yes. Na sasa hivi jinsi ambavyo tumepiga hatua fulani, hatujakamilisha. Leo tumekaa tu juu ya meza. Kuna vitu ambavyo natakiwa viwepo. Kwa hiyo naendelea kupambana mdogo mdogo kuzidi lengo ni kufungua akili ya mfa. Ila nachotaka watu, do the right thing. Fanya kitu kwa njia sahihi. Kuna usemi mbaya sana ambao unasema the means justifies the end. Kwamba njia inayotumika matokeo yanatosha kuhalalisha njia halisi. Hata kama ni kuvunja sheria, hata kama ni kudhuru watu, wako tayari wadhuru ili mradi wafika wanapofika. Do the right thing. Umeona? Ndio hicho ninachoweza kuambia. Na ambao hawajajua makala yangu napatikana wapi? YouTube natumia DJ Sma 255, DJ SMA 255, na Instagram pia. Ila nasisitiza kwa sababu najua kuna watu watakata viclip
na kuvitumia ndivyo sivyo. Lengo na maelezo yangu nimetoka sababu hii moja ambayo ni wasitumike kwa sababu ya kuadvance maslahi ya watu. Bas the rest kila mtu na akili yake na matumizi yake, na nimeonesha kwamba na mimi sio kwamba sijakutana na majanga, nimekutana nayo, nimedeal nayo kwa njia ambayo naamini mimi iko sahihi. Nilikuwa nazungumza na DJ Smart, tumezungumza mambo mengi sana, naamini umejifunza mambo mengi sana. Tumezungumza geopolitics, tumezungumzia mambo ya ndani ya Tanzania na vitu vingine vingi ambavyo pia umejifunza. Imekuwa wakati mwingine ni mzuri sana, na mimi nilikuwa miongoni mwa Watanzania wachache ambao nikikutana na DJ Smart najifunza mambo mengi sana in general. Mimi nikutakie wakati mwema na nikushukuru pia kwa wewe ambao umeangalia kutokea mwanzo mpaka sasa hivi. Mimi naitwa Victor Madahabi, anza kamera kwa Riziki bwana. Asante. Shout out kwa Ibrahim Juma ambaye anasikiza kutoka Lusaka, Zambia. Hussein Lewa kutoka Mazeras, Mombasa, Kenya. Shout out. Wahida Baby kutoka Zenji. Mariam Fajili. Shout out. Super Shop Dubai kutoka Burundi. Shout out kwako. Alpha Manson. Shout out kwako. Rashid MK kutoka Zanzibar. Hassan wa Dar es Salaam. Shout out kwako. Khalid wa Chanika, Dar es Salaam, shout out kwako. Suleiman Arusha, shout out kwako. Kama kawaida napenda kujua unasikiliza kutoka wapi. Tukutane kwenye comment section, au ukipenda kuiwezesha Fuse channel izidi kuendelea, support yako inapokelewa. One love. Na msimai ndizo nyundo zinazopigwa, jirani wanajenga, studio haijakamilika ndio maana bado kuna makelele, lakini inshallah soon tutakamilisha na tutaweza kupunguza hayo makelele. Njia ya wepesi zaidi na ya haraka zaidi kupata makala yote ya DJ Smart 255 pale anapotoa ni kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link. Kila DJ Smart anapokuwa natoa makala huwa anachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Otuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Bwana Fuse, unaonaje uisaidie channel hii na makala haya yafikie watu wengi zaidi bila kuingia gharama yoyote? Ni simple. Like hii video, alafu bonyeza kikengele hichi hapo ili upate updates zote. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255. Kama ungependa kufanya matangazo, ungependa kuwa sponsor wa Fuse by DJ Smart hapa, tuma message ya WhatsApp kwenda kwenye namba hii hapa 0764124124 tuyajenge. Lakini kama unataka kusupport na kushow love, kutuma chochote kusaidia gharama za uendeshaji na utengenezaji wa maudhui, unaweza ukatuma chochote kwenye namba hii hapa 0764124124. Haijalishi uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania, zote zinafika. Pamoja tunaweza. One love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Smart 255 na ndo jina hilo DJ Smart 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Smart.